Mama, mimi nahisi sikufanya chaguo sahihi kabisa kwa maisha ninayoishi na Kai. Vitu wanavyonifanyia mama, stori ninazosikia mtaani mama, ndo imekuwa ngumu sana kwangu. Jana hajalala nyumbani. Sijui yuko wapi, simu yake haipatikani. Pole sana mwanangu, lakini nilishakuambia usipende kusikiliza maneno ya watu. Maneno ya watu ni mabaya sana. Ni vizuri ukafanya uchunguzi ukaona wewe mwenyewe. Halafu kingine, ujue kwamba mwanamke mpumbavu anavunja ndoa yake kwa mikono yake hii miwili. Sipendi sana ukasikiliza maneno ya watu. Sawa mama, ni maneno ya watu. Kulala nje pia ni maneno ya watu. Simu yake haipatikani pia ni maneno ya watu mama. Funga hilo domo lako. Unawezaje kumwazia mwenzio mabaya? Pengine amepatwa na matatizo. Wewe unawaza tu masuala ya wanawake. Hujui kwamba unakosea? Sipendi hayo yajirudie. Mama, kiukweli mimi nimekusikiliza, ila katika hili nimechoka. Nataka talaka mama, nahitaji talaka yangu. Siwezi, ndio imenishinda mama yangu, siwezi. Ndugu yangu, mke wako anakutafuta, na labda nikwambie tu hakuamini tena, kwa maana muda ule wakati naongea nawe kwenye simu pale, yeye amenisikia kila kitu. Yaani mpaka nashindwa kuelewa nini cha kufanya kwa kweli. Yaani nakupa zile kodi, kumbe yuko nyuma yangu ananisikiliza. Ila ndugu yangu Kai, kila siku mimi nakwambia mambo haya sio kufanya mtu kama wewe. Wewe tayari umeshaingia kwenye ndoa, tulia na ndoa yako. Mambo kama haya tuachie watu kama sisi ambao hatuna ndoa ndo tufanye. Na hata kama ikitokea basi unafanya, chepuka kwa akili. Yaani wewe umeoa, alafu unalala nje ya ndoa yako. Mke wako unamwacha nalala peke yake. Sasa wewe unavyoondoka unategemea lale na nani? Sasa ndugu yangu, unajua hapa alipo ushanichanganya tayari. Sasa kwa kunilaumu kwako unadhani tunajenga au tunabomoa? Sasa katika hili mimi lazima nikulaumu, kwa sababu shemeji mimi ni mtu ambaye ananiamini sana. Lakini leo kanifumania live sasa nilikuwa nakupa wewe kodi. Anaongea kwa uchungu kabisa kuonyesha haniamini tena. Unafikiri mimi naweza nikaongea nawe kila rahisi tu? Sasa Tasha, hapa tulipofikia maji yashamwagika na yazoleki. Kwa hiyo inabidi tutafute njia gani ya kusafisha maji yalomwagika. Na hata mimi kutembea na huyu mwanamke sio kama napenda Tasha. Wewe unajua kitu gani ananipa yule? Kusema kweli yule mwanamke ni wa kipekee sana. Yule mwanamke ni fundi sana. Yaani imefikia tu anamfananisha na marehemu Maradona. Tasha, kusema kweli siwezi kumwacha. Mimi na huyo binti ni kama chuma na sumaku, nimeshanasa sichomoki. Sasa Kai, kama unasema mwanamke ni fundi, kwa nini ulithubutu kuacha kumooa yeye na ukaenda kumooa mke wako? Si ungemooa yeye ambaye ni fundi? Tasha, unajizima data. Unajua kwa sababu gani mimi nimeamua kumooa Alisa? Na isingekuwa skendo zangu za kuwa na kuacha, Alisa ingekuwa nishambwaga kitambo na nikabaki kwa huyu fundi. Ila unajua siku zote kwa kongwe hapakosi nyimbo. Kwa hiyo Tasha, mimi najua mbinu unazo na utanisaidia kwenye hili. Hebu niambie ndugu yangu, tunafanyaje kutoka kwenye huu msala? Ni kweli kwa kungwe hakuishiwi nyimbo, lakini leo nyimbo zote zimeisha. Kwa sababu ndugu yangu nimesha kubeba kwenye kila namna. Kwenye kila ujinga wako unaofanya mimi nakutetea na kukupa mbinu, tufanye hiki ili mradi uwe salama. Lakini kwa hapa tulipofikia mimi sina cha kukusaidia. Nitakubeba kwa lipi sasa? Nimeshamaliza mbinu zote. Hapana ndugu yangu, usinifanyie hivyo bwana. Wewe najua master planner kwenye mambo. Tasha, nisaidie. Unanishaje ndugu yako niteketee hivi kweli Tasha? Sio kweli bwana ndugu yangu. Mimi nakutegemea sana kwenye hili, niokoe bwana.
Una namba ya Afande Juma? Tasha bacha masiala bwana. Asa namba za Afande Juma za nini hapa? Ndugu yangu usiniambie unataka unifunge bwana. Kwa serious Tasha. Katika hili kaka, hakuna namna yoyote ya kufanya. Wewe unapaswa uende ukakae selo. Sasa ndugu yangu, mambo kukaa selo kweli sasa hivi ndugu yangu tuenda kufedheshana Tasha? Wewe mimi ndio umenichagua kuwa master planner wako. Basi nisikize kile ninachokwambia. Hapa hakuna namna yoyote ile. Ili jambo tulisolve, ni lazima tumpigie Afande Juma tumpange, wewe ukakae selo kwanza. Alafu mimi nashughulikia ile jambo, kila kitu kitakuwa sawa. Halo? Nazungumza na mke wake na kai hapo. Ndio. Aha. Unazungumza na Afande Juma hapa kutokea kituo cha kati cha polisi hapa. Kuna nini tena kituo cha polisi? Kuberi jamari na mke. Alafu na kwa lipumbavu linapigana huko kwenye magari kwa sababu za kijinga kabisa eti linagombea city. Hili jamani lipumbavu kweli kweli ile. Sasa nisikilize kwa makini. Inabidi uje hapa kituo cha polisi. Haraka sana uje uritoe. Bombavu jinga kabisa hili. Sawa, nakuja Afande. Na ukichelewa utalikuta tusharipeleka huko kwenye kituo kikubwa. Chenzi kabisa riende likanyie debe jinga hili. Nakuja sasa hivi. Sawa sawa. Bwana Tasha umetisha kusema ukweli. Yaani kweli Lisa kashindwa kugundua hata sauti yako Tasha. Kweli nimeamini mke wangu ndemwa. Kashindwa kugundua sauti ya shemeji yake. Ila yote kwa yote deal done. Ila unajua kuna kitu nashindwa kuelewa. Hapo umempigia Lisa na simu yako. Kashindwa kweli kugundua hata namba yako kweli? Kai, mimi sikurupuki. Kila ambacho nakipanga na kuwa nishakuwa na mpango nacho sahihi. Akili. Rahisi sana. Shemeji yangu yeye anaifahamu simu yangu hii hapa. Na hii ndo namba yangu anayo. Lakini nimempigia kwenye simu hii ambayo namba hii hana. Umetisha ndugu yangu, kama iko Scofield. Sasa pamoja na yote ndugu yangu, usijichekeshe hapo nikuone mcheshi. Upumbavu ambao umeufanya leo, nimekusaidia ndo awamu ya mwisho. Sitarudia tena kukusaidia kwa ujinga wako wowote utakaourudia tena. Usije ukategemea kwamba kuna Tasha atanipa mbinu. Sitarudia tena. Ndugu yangu kwenye hilo wala usiwe na wasiwasi. Mimi nakuahidi kuanzia leo, haki ya Mungu, sitarudia tena na nitatulia kwenye ndoa yangu. Nikikuuliza tu hapo swali la kizushi. Ni mara ngapi ushafanya upumbavu kama huu? Na mimi nakutetea, nakupa mbinu, unakuwa salama, alafu baada hapo unaapa kama ulivyoapa hapo kwamba haki ya Mungu sitarudia tena. I swear. Leo hii hapo naambia kiapo cha mara ngapi? Kusema ukweli najua nimeshakula viapo vingi, ila kwenye hili nimejifunza ndugu yangu. Sitarudia tena na sitokushirikisha kwenye mambo yangu ya kifamilia. Trust me bro. Sawa. Nimekuelewa, lakini sasa mke wako tayari ameshaamini kwamba wewe umekamatwa na upo kituo cha polisi. Kwa hapa tusichelewe. Haraka inabidi tuende tukampange Afande Juma. Akuweke selo ya kuchukua kutoka selo ili maisha mengine yaendelee. Limeisha ndugu yangu, twende sasa hivi kwanza kabadili. Kuna nini mwanangu? Kai yupo kituo cha polisi amekamatwa. Sijui alikuwa anagombana daladala huko. Hebu ngoja kwanza. Amekamatwa? Unaona? Si nilikuwa nakwambia hapa sasa hivi. Wewe unawaza tu wanawake. Kumbe mwenzio ana matatizo. Mama, Afande amesema tukichelewa mambo yatakuwa mengine. Kwa hiyo huu muda ni bora tungewahi kwenda kumtoa. Mama, ngoja nimpigie shemeji yangu. Yo. Halo shemeji. Shemeji, yani mimi hapa mpaka sasa hivi bado namtafuta Kai, simuoni popote alipo.
lakini pia hata simu yake pia simpati mpaka sasa imepatikana, sijampata shemeji yangu. Nisikilize kwanza shemeji, nimepigiwa simu, nimepata taarifa amekamatwa huko kituo cha polisi Central. Shemeji, kumbe amekamatwa? Ai, Mungu wangu, mimi nilikuwa sijui, ndio maana kumbe apatikane kwenye simu. Sasa basi inabidi tufanye mpango tukamtoe sasa hivi. Sawa shemeji, naomba unisaidie sana katika hili. Usijali shemeji yangu, mimi na wewe damu, lazima nikusaidie shemeji. Sawa shemeji, nashukuru, nakuja. Mama, namfuata shemeji. Hebu wahi, nenda. Kai mwanangu, kiukweli mkwe wangu umetuumiza sana. Mimi binafsi naomba nikuombe usirudie tena kufanya mambo kama hayo. Siku zote ukiona mtu anakutafuta shari ni vizuri ukamuepuka. Kiukweli hujafanya vizuri leo, umetuumiza. Mama, kwenye hili upasi kunilaumu kwa sababu mimi sijakosea hata kidogo. Hata ingekuwa wewe kwa akili ya kawaida usingeweza kuvumilia mamangu. Hebu vuta picha, nimekaa kwenye daladala, nikaamua kutenda wema kwa kumsaidia mtu kubeba mzigo. Na huo mtu mzigo nilimrudishia. Cha ajabu yeye kampa rafiki yake na akasahau. Akaanza kunishuku mimi kama mimi ni mwizi. Hiyo ikapelekea abiria wote kuniona kwa mimi ni mwizi. Ila cha ajabu huyo rafiki yake akajitokeza akasema mzigo kapewa yeye. Asa leo hii asingejitokeza angekuaje? Tulikuwa tunaongelea mambo mengine, ningekuwa marehemu sasa hivi kwa kula mkongoto wa mwizi. Mimi nikashindwa kuvumilia mama. Nikakata wote makofi kwa uzembe uliofanya. Na abiria wengine wote wakaenda mimi mwizi nikapiga wote. Hiyo ndio kapelekea maafande kunikamata na kuniweka ndani. Nimesota rumande mama, nimeteseka mimi. Kweli nimeamini dunia haina huruma. Leo hii wema wangu mimi unaniponza kweli? Yaani katika hili ndugu yangu Kai, bila kupepesa macho wewe umezingua. Kwa nini uanzishe ugomvi kwenye daladala? Kwenye like za watu wanakuangalia, wewe unapigana, unagombana na watu, unawapiga watu makofi. Mambo gani unayofanya? Wewe kama mtu ushamwona wewe anatafuta shari, muepuke. Kwa nini unafikiri ungeonekana mjinga? Yaani hapa ndugu yangu umenifedhesha sana. Hebu muangalie shemeji hapa. Amekaa mnyonge, hakuoni nyumbani, hajui wapi ulipo, simu yako haipatikani. Muangalie mama hapa pia. Alipopokea tu hizo taarifa. Mama mtu mzima huyu utakuja muue kwa pressure bure ndugu yangu. Mimi mwenyewe baada ya kupokea tu taarifa zako kwamba umekamatwa, nilivurugwa, maana nishakutafuta kila sehemu, sikupati. Yaani hapo umezingua kweli kweli kaka. Sijapenda hata kidogo. Kaka, siku nyingine jitahidi kucontrol hasira zako. Hasira hasara. Ndio kama hiki kilichokukuta sasa. Mama. Shem. Naomba nimwombe mume wangu msamaha. Alipokuwa kwenye matatizo, mimi nilikuwa nafikiri labda yupo kwa mwanamke. Wewe shemeji uliona na mama. Kumbe ulikuwa kwenye matatizo. Nisamehe sana mume wangu na pole kwa yote yalokukuta. Shemeji, tafadhali hebu nyanyuka. Nyanyuka usijali. Nyanyuka kaa usijali. Keti. Mimi naona busara tu hayo mambo yenu mengine mkaenda kuongelea nyumbani kama mke na mume, itakuwa ni nzuri zaidi kuliko kuongea hapa. Lakini pia shemeji, mimi naomba nikutoe wasiwasi. Unajua mimi ni ndugu yangu na namuelewa vizuri sana. Ni mtu ambaye akiwa na hasira akishaongea tu jambo lake hasira zake zimeisha hapo hapo. Kwa na imani hata ili hawezi kuliweka moyoni. Ile kashalimaliza. Na uaga kawaida yake anamsamehe mtu kabla hata hajaja kusema neno samahani. Kwa hiyo na imani ndugu yangu umemsamehe shemeji pia. Sawa. Mimi nimesamehe kila kitu. Kweli kabisa. Limeisha hilo. Mume wangu, mimi naomba unisamehe sana. Ni ukweli nimekufikiria vibaya, lakini yote ilitokana pia na wivu.
Sijui ulipo, hujaniaga, simu yako haipatikani. Nawezaje kuwa na amani? Sawa mke wangu, nimekuelewa, ila usipende kutumia wivu wako kama chanzo cha kuwa na dhana potofu juu yangu. Na kinachoniuma mimi ni wewe kunifikiria mimi vibaya na kutokuwa na imani juu yangu, kwa sababu baada ya kuona mimi sipatikani na hujui nilipo, nitakuwa ukae chini na uumize kichwa, nitakuwa nimeenda wapi? Ujaribu hata kupigia ndugu, jamaa na marafiki. Ila wewe ukaona njia sahihi ni kuchukua hatua mbaya na maamuzi magumu ya kudai talaka. Kweli mke wangu, hiyo ni fair? Kusema kweli Lisa, kwenye hili umeniangusha sana. Sijategemea kama ungefanya hivyo. Baby, hata ingekuwa ni wewe. Nilikutana na ule kijana na muonaga anaitwa Mshabaha. Akaanza kuniambia habari zako nyingi tu. Mara tabia yako ya kuoa na kuacha. Mimi ni mke wako wa 7 sijui. Yaani ningewezaje kuelewa kitu kama hicho? Mke wangu, maneno ya kuambiwa sio mazuri. Yaani ukiona umeamua kukabidhi watu baki sikio lako, haya ndo madhara yake sasa. Utaambiwa maneno mengi sana. Maneno mabaya ya kuhatarisha na kuvunja ndoa yako. Ndo haya hapa madhara yake tunayaona sasa. Kwani huyo Mshabaha ni nani? Wewe mjui Mshabaha pigo zake? Wewe unajulikana mtaa mzima kwa chembe za unafiki na mbea. Kutwa nzima mtu anashinda na kina mama. Wewe unategemea atakuaje? Kwa hiyo mke wangu, hupaswi kuwasikiliza watu. Inabidi uniamini mimi mumeo. Sawa? Kwa kitu kingine, nani ametulia? Nani anajutia? Inaweza kuwa kifulio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa. Nani ametulia? Nani anajutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti.